Naam, historia imeandikwa tena. Hispania imeuteka ulimwengu wa soka baada ya kuifunga Argentina katika fainali ya kombe la dunia mwaka 2026, lakini ilichukua dakika 106, bao moja la Ferran Torres na mapambano makali ya dakika 120 kuamua bingwa mpya wa dunia. Je, ni nini kilifanya Hispania ishinde? Lionel Messi ameaga kombe la dunia kwa namna gani? Na ushindi huu unamaanisha nini kwa kizazi kipya cha soka la Hispania? Karibu katika Moto wa Spoti kwa uchambuzi wa kina wa fainali iliyotikisa dunia. Ikiwa hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. La kwangu jina Ogaro Brian Osoro, nikikuletea uchambuzi wa kina wa matukio Kenya na duniani kote. Kama bado hujajiunga na familia ya Moto TV Kenya, huu ndio wakati wako wa kubonyeza like, subscribe, comment na share. Turn on notifications ili usikose chochote ndani ya Moto TV Kenya. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Leo katika Moto wa Spoti tunaangazia fainali ya kihistoria ya kombe la dunia 2026 iliyokutanisha mabingwa wa Ulaya Hispania dhidi ya mabingwa watetezi wa dunia Argentina. Ilikuwa mechi ya kiwango cha juu, ilisubiriwa kwa hali na gamu na mamilioni ya mashabiki duniani, na mwishowe historia ikaandikwa upya. Tarehe ya fainali hii itaendelea kukumbukwa kwa muda mrefu katika historia ya soka. Kwa dakika 90 za kawaida, hakuna timu iliyoweza kutikisa nyavu. Hispania ilionyesha uwezo mkubwa wa kumiliki mpira na kujenga mashambulizi kwa utulivu, huku Argentina ikijibu kwa nidhamu ya hali ya juu, mashambulizi ya kushtukiza na ulinzi uliopangwa vizuri. Hakukuwa na nafasi nyingi za wazi. Kila timu ilisimama imara. Kila kosa lilionekana kuwa linaweza kuamua mechi. Hiyo ndiyo sababu dakika 90 zilimalizika bila bao hata moja. Mechi ikaingia katika dakika 30 za nyongeza. Ndipo historia ilipoandikwa. Katika dakika 106, mshambuliaji wa Hispania Ferran Torres aliipatia timu yake bao la kipekee la mchezo. Bao hilo lilitokana na ushambulizi lililojengwa kwa ustadi mkubwa, likionyesha utulivu na ubora ambao umekuwa alama ya soka la Uhispania kwa miaka mingi. Baada ya bao hilo, Argentina ilijitahidi kusawazisha. Lionel Messi alijaribu kuiongoza timu yake mbele kama alivyofanya mara nyingi katika maisha yake ya soka. Julian Alvarez, Lautaro Martinez na wachezaji wengine waliongeza presha wakitafuta bao la kusawazisha, lakini safu ya ulinzi ya Hispania ilisimama imara. Kipa wao alionyesha utulivu mkubwa katika dakika za mwisho, huku mabeki wakizuia kila jaribio la Argentina. Mwamuzi alipopuliza kipenga cha mwisho, furaha ililipuka katika kambi ya Hispania. Wachezaji walikimbia uwanjani wakishangilia ushindi huo wa kihistoria. Mashabiki waliokuwa uwanjani na wale waliokuwa wakifuatilia duniani kote walishuhudia Hispania ikitwaa kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia yake baada ya ubingwa wake wa mwaka 2010. Kwa upande wa Argentina, ilikuwa siku ya huzuni. Walikuwa wameingia fainali hiyo kama mabingwa watetezi wa dunia, wakiamini wanaweza kutetea taji lao, lakini safari yao ikaishia mikononi mwa Hispania iliyokuwa na nidhamu, uvumilivu na ubora mkubwa. Macho yote pia yalikuwa kwa nahodha wa Argentina Lionel Messi. Kwa wingi, hii ilikuwa fainali yake ya mwisho katika kombe la dunia. Ingawa hakufanikiwa kutoa ubingwa mwingine, Messi aliondoka akiwa tayari amejiweka miongoni mwa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kucheza mchezo wa soka. Katika upande wa Hispania, ushindi huu unaashiria kuzaliwa kwa enzi mpya. Baada ya miaka kadhaa ya kujenga kikosi kipya, taifa hilo sasa limeonyesha kuwa bado lina uwezo wa kutawala soka la dunia. Kizazi kipya cha nyota wa Hispania kimeonyesha kwamba kinaweza kubeba jukumu kubwa na kuendelea pale walipoishia magwiji kama Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Iker Casillas na David Villa. Lakini swali kubwa linaibuka. Je, huu ndio mwanzo wa utawala mpya wa Hispania katika soka la dunia, au Argentina itarejea ikiwa na nguvu zaidi katika mashindano yajayo? Ushindi wa Hispania haukutokana na bahati, ulitokana na maandalizi ya muda mrefu, nidhamu ya hali ya juu na imani kubwa waliojijengea tangu kwanza kwa mashindano haya. Katika kila hatua ya kombe la dunia, Hispania ilionyesha kuwa ilikuwa miongoni mwa timu zilizokuwa na mpangilio mzuri zaidi.
Kocha wa timu hiyo aliweka mfumo uliowapa wachezaji uhuru wa kushambulia huku wakidumisha uimara mkubwa wanapopoteza mpira. Ndiyo sababu ilikuwa vigumu sana kwa Argentina kupata nafasi ya wazi za kufunga. Safu ya kiungo ya Uhispania ilifanya kazi kubwa sana. Rodri, ambaye baadaye alitunikiwa tuzo la mchezaji bora wa mashindano, alidhibiti katikati ya uwanja kwa utulivu mkubwa. Alikatiza mashambulizi ya Argentina, kusambaza pasi kwa usahihi na kuipa Hispania udhibiti wa mchezo kwa vipindi vingi. Licha ya kutotinga wavuni, mchango wake ulikuwa mkubwa kiasi kwamba wengi walikubaliana kuwa alistahili kutua tuzo hiyo. Katika safu ya ushambuliaji, Ferran Torres aliandika jina lake katika vitabu vya historia. Bao lake la dakika ya 106 halikuwa tu bao la ushindi, lilikuwa bao lililoipa Hispania ubingwa wa pili wa kombe la dunia. Kwa mashabiki wa Hispania, Ferran Torres sasa atakumbukwa kama mmoja wa mashujaa wa taifa hilo. Kwa upande wa Argentina, pamoja na kushindwa, walionyesha moyo mkubwa kupambana. Nahodha wao Lionel Messi alijitahidi kuhamasisha wenzake hadi dakika za mwisho. Alitafuta nafasi za kufunga, alitengeneza pasi za hatari na aliendelea kupigania timu yake kama alivyozoea katika maisha yake yote ya soka. Lakini safari hii ulinzi wa Hispania ulikuwa imara kuliko mashambulizi ya Argentina. Mlinda lango Emiliano Martinez pia alikuwa mmoja wa nyota wa mechi. Alifanya uokoaji kadhaa muhimu ambao ulifanya Argentina ibaki mchezoni kwa muda mrefu. Bila uokoaji huo, Hispania ingeweza kuongoza mapema zaidi. Ingawa hakumaliza akiwa bingwa, Emiliano Martinez alionyesha kwa mara nyingine kwa nini anahesabiwa miongoni mwa makipa bora duniani. Fainali hii pia imebeba ujumbe mkubwa kuhusu mabadiliko ya vizazi katika soka la dunia. Kwa miaka mingi, mashabiki waliizoea dunia ya Messi na Cristiano Ronaldo, lakini sasa tunaanza kushuhudia kizazi kipya kikichukua usukani. Wachezaji vijana wa Hispania wameonyesha kuwa wana uwezo wa kubeba presha ya mechi kubwa na kuandika historia yao wenyewe. Kwa Argentina, kushindwa huku kunaweza kuwa mwisho wa enzi moja na mwanzo wa enzi nyingine. Iwapo kweli hii ilikuwa kombe la dunia la mwisho kwa Lionel Messi, basi ameondoka akiwa ameacha urithi mkubwa ambao ni vigumu kuufikia. Ameichezea Argentina kwa moyo wake wote, ameisaidia kutua kombe la dunia, Copa America na mataji mengine mengi. Hakuna shaka kuwa jina lake litaendelea kutajwa miongoni mwa magwiji wakubwa kabisa waliowahi kugusa mpira. Kwa Hispania, ushindi huu unaweza kuwa mwanzo wa kipindi kingine cha mafanikio makubwa. Ikiwa wataendelea kuwalea vijana wao na kudumisha kiwango walichoonyesha katika mashindano haya, wanaweza kubaki kileleni kwa miaka mingi ijayo. Soka linafundisha kuwa hakuna timu inayobaki kileleni milele. Kila kizazi kina mashujaa wake na kila enzi huzaa mabingwa wapya. Ushindi wa Hispania ni matokeo ya maandalizi, uvumilivu na mshikamano wa timu, huku safari ya Lionel Messi ikibaki ushahidi kwamba ubora wa kweli haupimwi kwa kushinda kila mara, bali kwa urithi unaoacha kwa mchezo na kwa vizazi vijavyo. Hiyo ndiyo ilikuwa fainali ya historia ya kombe la dunia 2026 ambapo Hispania ilifunga Argentina bao 1-0 baada ya muda wa nyongeza na kutoa ubingwa wake wa pili wa dunia. Hongera kwa Hispania kwa ushindi huo mkubwa, na pongezi pia kwa Argentina kwa safari yao ya kuvutia hadi fainali. La kwangu jina Ogaro Brian Osoro. Asante kwa kutazama Moto wa Spoti ndani ya Moto TV Kenya. Usisahau kubonyeza like, subscribe, comment and share. Turn on notifications ili usikose chochote tunachoposti ndani ya Moto TV Kenya. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Kumbuka Moto TV Kenya ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Tarejea baadaye kwa habari zaidi, ila kwa sasa kwa heri.